Hali inazidi kuwa mbaya na ngumu kwa serikali na uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa sasa unaoongozwa na Rais Felix Tshisekedi, kwani serikali hiyo iko hatarini zaidi kupinduliwa. Haya yanajiri mara baada ya kundi la waasi wa M23 kuuteka mji mwingine wa tatu ulioko karibu zaidi na ikulu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ipo katika mji wa Kinshasa. Mji waliouteka ni mji mwingine wa tatu unaotambulika kwa jina la Walikale, na hii ni mara baada ya kuiteka miji ya Goma pamoja na Bukavu. Walikale ni eneo la mbali zaidi kuelekea magharibi ambalo waasi wamefika tangu kuanza kwa mashambulizi ya kasi ambayo tayari yameshavamia miji hiyo miwili. Kundi la waasi wa M23 limetangaza kuutwaa mji mwingine wa Walikale ambao upo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuvifurusha vikosi vya jeshi la serikali ya nchi hiyo FARDC. Taarifa ya M23 kuudhibiti mji wa Walikale ambao ni wa kimkakati uliopo katika eneo la magharibi mwa DRC imetolewa Alhamis March 20 mwaka 2025 kupitia taarifa ya muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo AFC au M23. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, msemaji wa jeshi la FARDC Nestori Mavudisha amesema mpinzani sasa anaidhibiti Walikale. Hatua hiyo imetangazwa ikiwa imepita siku moja tangu rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame wakutanishwe jijini Doha nchini Katari na kuridhia kwa kauli moja ya wito wa kusitishwa kwa mapigano na uvamizi wa wapiganaji hao wa M23 katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, AFC au M23 imesema wito huo hauhusu umoja huo wa makundi ya waasi. Walikale ni eneo la mbali zaidi kuelekea magharibi ambalo waasi wamefika tangu kuanza kwa mashambulizi yao ya kasi ya Januari 2025 ambayo tayari yamevamia miji miwili mikubwa mashariki mwa DRC, miji ya Goma na Bukavu, na Walikale ikiwa ni mji mwingine wa tatu. Mji huo wenye wakazi takriban 15,000 umeangukia mikononi mwa waasi wa M23 mara baada ya mapigano makali yaliyorindima Jumatano kati yao na FARDC, jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wanamgambo wa shirika Wazalendo. M23 imekuwa ikitajwa kuwa inafadhiliwa na serikali ya Rwanda. Hata hivyo, Rais Kagame kupitia mahojiano yake na CNN alikanusha madai hayo na kusema hana taarifa juu ya uwepo wa wanajeshi wa jeshi la nchi hiyo RDF, jeshi la Rwanda, katika mipaka ya DRC. Chanzo cha mzozo huo kinatajwa kuwa ni athari za mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 na ushindani wa rasilimali za madini. Mzozo huo unatajwa kuwa mzozo mbaya zaidi kuwahi kutokea mashariki mwa DRC tangu vita vya mwaka 1998 hadi 2003 vilivyohusisha nchi kadhaa jirani na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Walikale iko katika eneo lenye utajiri wa madini kama vile bati na ipo kwenye barabara inayoiunganisha miji minne ya mashariki mwa DRC. Kutekwa kwa mji huo kuna waweka waasi umbali wa kilomita 400 na maili 250 kutoka katika jiji la Kisangani, jiji la 4 kwa ukubwa nchini DRC ambalo lina bandari yenye shughuli nyingi kwenye sehemu ya mwisho inayoweza kukaribiwa ya mto Kongo kuelekea katika mji mkuu wa Kinshasa. Mazungumzo ya DRC na M23, rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja Jumanne baada ya mkutano wa ghafla katika mji mkuu wa Katari, Doha, mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja yaliyofanyika mwaka huu. Lakini kiongozi wa muungano wa M23 alikataa wito huo na kusema kuwa wapiganaji wake hawapigani kwa niaba ya Rwanda. Sisi ni Wakongo tunaopigania sababu yetu,
alisema Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi mkuu wa muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC au M23 katika mahojiano na Reuters katika jiji kubwa zaidi mashariki mwa DRC, Goma. Kilichotokea Doha, kwa kuwa hatukijui maelezo yake na kwa kuwa hakitatui matatizo yetu, tutasema hakituhusu. Alisema maneno hayo kiongozi huyu wa M23 au AFC Corneille Nangaa. Umoja wa Mataifa UN, serikali za magharibi na wachambuzi wa masuala ya mizozo ya kimataifa wanasema kuwa Rwanda inawapa M23 silaha na wanajeshi. Hata hivyo, Rwanda imekana kuunga mkono M23 na inasema kuwa jeshi lake linajihami dhidi ya mashambulizi ya jeshi la DRC na wanamgambo walioanzishwa na baadhi ya waasi wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. DRC na M23 walitarajiwa kufanya mazungumzo yao ya moja kwa moja Jumanne nchini Angola baada ya serikali ya Tshisekedi kubadili msimamo wake wa muda mrefu wa kukataa kuzungumza na waasi. Hata hivyo, M23 ilijiondoa katika kufanya mazungumzo hayo ya moja kwa moja Jumatatu, ikilaumu vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya viongozi wake na maofisa wa Rwanda. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inaonyesha ni jinsi gani waasi wanavyojiamini kutokana na mafanikio yao ya kijeshi. Hata hivyo, Nangaa alisisitiza hitaji la mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa, akisema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo huo. M23 inadai kukomeshwa kwa kile inachokiita mateso dhidi ya Watusi nchini DRC na maboresho ya utawala wa kitaifa. Tunadai kwamba ikiwa kuna mazungumzo, yawe mazungumzo ya moja kwa moja na tuko tayari kwa suluhisho lolote la amani, alisema Corneille Nangaa, kiongozi mkuu wa kundi la waasi la AFC au M23.